Saizi ndugu zangu, kwa jina naitwa Dr. Mama Kavumo, ni yule mama wa tiba za asili, ni mama wa kushirikiana na viumbe mbalimbali ikiwemo majini, mizimu pamoja na asili za jadi. Siku ya leo niko hapa kwa ajili ya kukusaidia wewe ambaye uko katika changamoto mbalimbali na unaweza kujisaidia au unaweza kujifungua wewe mwenyewe. Kama una changamoto, kama ni mtu ambaye umefukuzwa kazi, biashara zako zimefunga, haziendi vizuri, lakini vile vile unaona una nuksi au umetupiwa nuksi, umetupiwa mikosi, mambo yako, umekuwa ni mtu wa kukataliwa. Jamani, tambueni kuna watu wanakuwa ni watu wa kukataliwa, lakini kama umekuwa ni mtu wa kukataliwa inamaanisha kwamba umefungwa. Unapozungumzia mtu wa kukataliwa, unakuwa ni mtu wa namna gani? Unakuwa kila unachokifanya machoni kwa watu kinakuwa hakikubariki. Chochote utakachokifanya hata kama ni kizuri, basi machoni kwa watu kinaonekana kibaya. Lakini pia una biashara yako, una nyumba yako unataka kuuza, lakini nyumba ile inakuwa haiuziki. Watu wanakuja, wanaondoka, hawarudi tena, maana nyumba hiyo inakuwa imefungwa. Lakini pia ulikuwa unafanya kazi, umefukuzwa, labda umetupiwa vifungo, umefungwa kwenye kazi, ina maana umefukuzwa kazini, unahitaji kurudi kazini. Nini ufanye ili uweze kuondokana na hicho kifungo, au uweze kuondokana na mikosi, uweze kuondokana na hizo changamoto ambazo zinakusumbua? Lakini hasa ni vifungo, nuksi pamoja na mikosi. Umetupiwa, unahitaji kujifungua. Nataka nikupe njia ambapo unaweza kujifungua, au unaweza kufungua biashara yako, unaweza kufungua sehemu yako ya kazi, unaweza kufungua kitu chochote ambacho kimefungwa ili kisifanyike kwa ajili yako. Sasa unataka ufungue ili kiweze kufanyika kwa ajili yako. Mimi Dr. Mama Kavumo niko hapa kwa ajili ya kukusaidia na kuweza kukupa elimu. Usiache kusubscribe, usiache kulike. Niko hapa, naomba unisikilize kwa makini ili niweze kukupa faida au niweze kukuelekeza dawa ambayo itakusaidia wewe mwenyewe. Kitu ambacho unatakiwa kufanya, unatakiwa uende katika, kama kuna kuku, watu wote mnajua kuku anapokuwa ametaga mayai yake, amelalia, kisha baada ya kulalia ametotoa. Kuku anapototoa, amemaliza kutotoa, anaponyenyuka anaacha maganda ya mayai. Yaani lile yai lililototolewa lazima litakuwa limeachanishwa kwa ajili ya kutoka kile kifaranga. Basi naomba uchukue yale mayai ambayo yameshatotolewa, maana tunaita ni maganda ya mayai. Utachukua maganda ya mayai. Utakapochukua maganda ya mayai, lakini mpenzi mtazamaji, katika channel ya Dr. Mama Kavumo usisahau kwenda kutafuta nazi. Tunapozungumzia nazi, hakuna mtu asiyejua nazi. Katafute nazi. Unapokwenda kutafuta nazi, usisahau kutafuta na udi zipatazo 7. Udi zipatazo ngapi? 7, wapenzi watazamaji. Utakapopata udi zako 7, hiyo siku mahususi unafanya jambo hilo, iwe ni siku ya Alhamisi. Utafute mayai, maganda ya mayai ambayo kuku anakuwa ameshatotoa, ameacha maganda yake. Lakini moja kwa moja usiache kutafuta nazi, usiache kutafuta udi zipatazo 7, lakini pia hata ukipata 4, 5 zitatosha. Lakini pia moja kwa moja utachukua ile nazi. Utachukua, katika nazi kuna macho matatu. Nazi ina macho matatu, lakini utatoboa jicho la nazi. Utachukua kisu, utatoboa, au kitu chochote chenye ncha, utatoboa tundu moja la nazi, kisha yale maji ya nazi yenyewe utakunywa. Lakini utakapokunywa, moja kwa moja utaweza kuchukua vipande 7 vya udi, utaweka ndani ya ile nazi. Utakapoweka vipande vya udi katika ile nazi, vunja vipatikanike vipande 7, utaweka ndani ya nazi. Lakini baada ya kufanya hivyo, moja kwa moja, wapenzi watazamaji, utaandika jina. Sasa kama unayejifungua vifungo ni wewe mwenyewe, utachukua karatasi nyeupe au kitambaa cheupe. Mara nyingi tunapenda kutumia karatasi nyeupe kwa sababu ndio itaweza kuingia katika ile mtundu la nazi. Kwa hiyo utachukua karatasi nyeupe, lakini utaandika na kalamu nyekundu au wino mwekundu. Utaandika jina lako, la baba, la mama pamoja na la ukoo. Lakini kama unajifungua wewe au unamfungua mwenzi wako
au unamfungua bosi wako. Maana kama bosi ndio amefungwa akuchukie, inatakiwa umfungue ili akupende. Kama ni mume anakuchukia, unatakiwa umfungue ili akupende. Kitu chochote kilichofungwa unaandika sasa majina yako, kama ni wewe mwenyewe au ni mtu wako wa karibu au ni bosi wako au unahitaji kurudi kazini. Yule anayetakiwa kukurudisha kazini ndio inatakiwa uweze kumfungua. Utaandika majina yake pale, kisha utachukua ile karatasi utanuia. Tunapozungumzia kunuia ni kuzungumza na ile karatasi kwamba wewe unataka nini, unataka kitokee. Unajifungua, nafungua kisli, nafungua nuksi, nafungua mikosi, nafungua uchawi, nafungua nuksi na vifungo vyote viniondokee. Basi moja kwa moja iwe ni siku ya Alhamisi. Moja kwa moja utakapofanya hivyo, ile karatasi utaikunja. Baada ya kuikunja, tambua yale mayai inatakiwa uweze kuyachoma. Yale maganda ya mayai inatakiwa uyachome. Unapoyachoma yale maganda ya mayai utapata unga. Utapata unga. Ule unga utachukua na kuutumbukiza katika ile nazi. Yaani yale majina na ule unga, ule usembe ambao utakuwa umechukua yale maganda ya mayai, unakwenda kuyakaanga jikoni kwenye chungu. Yatakapokuwa yamegeuka kuwa unga mweusi, unachukua na ile karatasi, unaviringisha, unaweka katika nazi. Kisha utakwenda majira ya usiku katika njia panda. Iwe usiku majira ya saa 12 au saa 7 mchana. Saa 12, saa 7 mchana au saa 2 usiku utaenda njia panda. Utakapokwenda njia panda utatemea mate mara 7, kisha utasema nafungua kila aina ya kifungo, nafungua kila aina ya uchawi, nafungua kila aina ya kisili mbaya. Kama nimetupiwa, nimerogwa, nimefungwa kazini, ofisini, chochote kile ambacho unaona ndio kifungo chako, utakwenda njia panda, utavunja ile nazi yako kwa nguvu. Kisha baada ya hapo unatakiwa usigeuke nyuma, uondoke moja kwa moja. Kuanzia hapo utakuwa umejifungua na utaondokana na nuksi, mikosi, vifungo. Na kama ni biashara basi itafunguka. Kama ni kuuza nyumba utauza. Kama ni biashara yako yoyote ambayo umenuia, basi utaona mambo yanakwenda vizuri. Naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili, ni mama wa kushirikiana na viumbe mbalimbali ikiwemo majini, mizimu pamoja na masharifu. Niko hapa kwa ajili ya kuendelea kukupa elimu katika familia ya Dr. Mama Kavumo. Usiache kusubscribe, usiache kulike, usiache kucomment. Asanteni na wapenda sana familia ya Dr. Mama Kavumo. Asanteni, endeleeni kunifuatilia.